Yesu. Kwa hivyo lina mambo mawili, going and waiting. Hayo mambo mawili ni nini maana yake? Kwa hivyo kabla ya yote tuna kipindi hiki cha mahusiano. Na hiki kipindi cha mahusiano leo kinaweka jukwaa na set stage kwa yatakayofuata. Nimeona hapa kuna projector inafanya kazi. Kesho nafikiri baadhi ya vitu tutakuwa nikiproject hasa katika kufundisha mambo fulani. Ni vizuri usikie lakini uone pia. Kwa hivyo karibuni sana katika kipindi cha mahusiano, na somo hili la kwanza kabisa linasema the mileage of marriage. The mileage of marriage, umbali wa nini? Wa ndoa. Kwa nini ninaanzia hapa? Ninaanzia hapa kwa sababu ukiwa na agenda ya kuingia kwenye ndoa, ni vizuri uweze kufahamu zaidi, uwe na uelewa kwa unapoelekea, kwa sababu miaka inaenda kwa kasi zaidi sana tu. Katika miaka ya 1800 ilikuwa ni ndoa moja katika ndoa 34 iliyokuwa inavunjika. Ndoa moja tu katika ndoa 34. Kwenye miaka 1850 hasa 1900 ikaenda kwa kasi kidogo. Takwimu zinaonyesha kila moja katika 5 zinavunjika. Ni a century, karne nzima hapo imeenda. Ilipofika 1900, kwa karibu nusu ya hiyo karne, ikawa moja katika ndoa 3 zinavunjika kufika mpaka 2000 takwimu. Lakini takwimu kwa maana ya kwamba katika ulimwengu wetu huu, na ilipofika 2000 kuendelea ni moja katika 2. Maana yake ni 50-50. Kama ni ndoa ni 150 zinaenda kuvunjika. Sasa mimi kana najiuliza, nani atapanda basi ambayo unaambiwa stendi katika safari 100 zinazofanya hiyo basi 50 inapinduka? Alafu nani atapanda hilo basi? Nione mkono. Yaani yenyewe likienda safari 10, 5 huwa linapinduka katika zile 10. Nani atapanda hilo basi? Hata mimi sitapanda. Lakini ikiwa unahitaji huduma ya kisheria katika hoja yako, alafu ukaenda kwenye ofisi za wanasheria, ukapata mmoja, alafu mtu mmoja akakwambia yule katika kesi 10 anazoendesha huwa 5 anashindwa, utamchukua bado? Yaani kesi zikiwa 10, 5 huwa anashindwa. Yaani 50-50. Nione ambao watamchukua bado akawe msimamizi wa mambo yake ya kisheria. Nione. Sogea kidogo tena. Ikiwa unaumwa umeenda pale Benjamin Mkapa Hospital, alafu daktari anataka uweke sahihi, unataka kuingia theater. Alafu mtu mmoja akakwambia, ambaye ni muuguzi, akasema huyu daktari operation zake yani huwa ni nusu kwa nusu. Nusu wanarudi wodini, nusu wanaenda mochwari. Akiwa na wagonjwa 10, 5 wanaendaga mochwari, 5 wanarudi wodini. Sasa utaweka sahihi akakufanyia operation? Sasa cha ajabu kwenye ndoa, pamoja na kwamba 50-50, alafu bado wateja wa kuingia kwenye ndoa wanaongezeka. Ninyi mnaonaje kwani? Wateja tunaongezeka, si ndio?
Wangapi wana ratiba Mungu akiwajalia wataingia kwenye ndoa? Ni wana mikono. Safi kabisa. Yaani ndio area pekee, ndio taasisi pekee, the only institution where people are eager to get in, but 50% are most likely get to fail. Kwa hivyo ikiwa inaenda namna ile na bado sisi tunataka kuingia, na ni kitu kizuri kabisa. Kwa hiyo maana yake lazima tufahamu mapema kabisa tunaweza tukaendaje. Lakini 79% ya ile 50 zinazovunjika wanarimari, wanaoa tena ama kuolewa tena. 79% kwenye zile 50 zinazovunjika. Lakini cha kusikitisha pia katika hiyo 44% zina collapse tena mara ya pili. Na wale wanaobaki katika mwendelezo, walio wengi wanaishi kwa maumivu na masikitiko makubwa. Kwa hivyo hii ni jambo la msingi kulifahamu kwamba tunaishi kwenye kipindi ambacho taasisi ya ndoa ni kama nusu kwa nusu inaharibika, na zile ambazo haziharibiki wanabaki kwa makusudi maalum fulani muhimu, labda malezi ya watoto, labda kwa sababu za kiuchumi, labda kwa sababu za kijamii, lakini si kwamba anafurahia kukaa kwenye ndoa. Sasa ni vizuri kufahamu kwa nini inakuwa vile. Wakati mianzo ya barabara inaonekana kuwa navutia, inakuwa na harufu nzuri, inakuwa na shamra, ni tukio ambalo jamii wanalipokea kwa furaha. Lakini kwa nini walioko humo ndani ama waliotoka? Hata siku hizi inaposikia kwenye vyombo vya habari mbalimbali, alafu anasema ni afadhali niwe single, anasema ninakuwa na uhuru. Alafu natafuta uhuru ukoje basi? Lakini sio hivyo tu, mpaka wengine wanajiita single mother. Lakini hakuna Kiingereza kinaitwa single mother. Hapana. Huwa ni single parent. Mother ni kitu kingine. Lakini inaonekana kama kuna kuwepo na wingi sana. Lakini kingine ambacho kinashangaza zaidi, tafiti zinaonyesha waliosoma zaidi ndio wanavunjika kwenye ndoa zaidi. Yaani ndoa zinaonekana zinazoharibika ni za wasomi zaidi, ndio zinaharibika zaidi. Sasa tunajiuliza wanasomaga nini? Wanasoma tu algebra, simultaneous equation, fekane wo. Wanasoma nini? Kwa sababu tuitazamia wasomi ndio wawe wana ile shock absorber ya kuabsorb challenges kwenye marital experiences, wanaweza wakasimama. Lakini wale ambao wakusoma ndio wanaonekana ku maintain, wanaonekana kusimama imara. Baadhi ya watu wanasema ni kwa sababu ya kutokuwa na maarifa pengine. Kwa hiyo ina maana ndoa inataka wajinga katika upande wa kusoma. Wala hii ina maana ya kwamba ni vizuri unaposoma uweze kuona unawezaje kujua ni nini zaidi. Lakini kagundua ya kwamba tunahitaji kufahamu. Sasa Biblia, hebu chukua microphone usome Biblia. Halafu baadaye nitapata watu watatu. Fungua Mathayo sura ile ya 19. Miaka 1400 tangu dhambi imeingia, Yesu alijibu swali aliloulizwa kimtego, lakini aliamua kulitumia lile swali kuweka msingi. Tunapohitaji kutako issue ya marriage, huwa tunarejea wapi? Yesu aliweka kitu cha muhimu sana, na naomba usikie. Unapotaka kudiri na swala la ndoa popote, hasa katika kipindi chetu hiki, ni vizuri ujue unaenda wapi, unarejelea wapi. Vinginevyo huwezi kuwa na majibu sahihi. Mathayo 19 aya ya 3 mpaka aya ya 10. Hebu soma. Aya ya 3, neno la Bwana linasema, basi Mafarisayo wakamwendea. Sawa. Wakamjaribu. Ndio. Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Ni halali, lawful according to the law. Is it lawful? Ni halali kisheria kabisa kumwacha mwanamke kwa kila sababu. Endelea. Akajibu akamwambia, Yesu akajibu, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke?
Kwa hiyo kitu cha kwanza natuambia, ukitaka kujibu ishu ya ndoa leo, nenda Mwanzo. Mnanisikia vizuri? Mnanisikia vizuri? Ukitaka ujibu vizuri swala linalohusu marriage, nenda Genesis. Anaangalia vizuri juu ya jambo hilo kwamba rudi Mungu alipoumba. Ukianza kujibu swala lolote kama ni conflict kwenye marriage au jambo lolote, na unaanzia wanazuoni, wana saikolojia, wana sosiolojia, itakuwa hatari baadaye, kwa sababu hao waliikuta. Yesu anatueleza mara pa kuenda hapo mwanzo. Hamkusoma hapo mwanzo. Na unajua hiyo ni miaka 1400 tangu dhambi imeingia. Lakini anawachukua hao wasikilizaji, warudisha akili zao hapo mwanzo. Sasa hapo mwanzo ilikuwaje, msomaji? Akasema, kwa sababu hiyo ndio mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Watakuwa mwili mmoja. Hata umekuwa si wawili tena, sio wawili, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu. Aliwaunganisha nani? Mungu. Halafu mwanadamu asiwatenganishe. Unaona kitu hicho? Mungu alipowaumba wawili wakawa mwili moja, si wawili tena bali. Mbona mjibu sasa? Si ninyi mliniambia Mungu akiwajalia mtaingia kwenye ndoa? Sasa tena mnaanza kufanyaje basi? Mtaka mwingie kwenye ndoa lakini msiwe mwili mmoja? Kwa hiyo anasema aliwaunganisha nani? Mungu. Mwanadamu asi. Unaona anachokieleza? Nani anaunganisha mwanamke na mwanamume? Mungu. Nani anaunganisha mwanamke na mwanamume? Mungu. Ni Mungu. Angalia jambo hilo vizuri sana. Ni rahisi kudhani ni kadhi au ni mchungaji. Na bahati nzuri hata ukiingia kwenye ile shahada ya ndoa, ile certificate marriage katika Tanzania yetu, sheria inatamka pale, ile signature pale anaweka jina, wametumia neno inaitwa msajili / kadhi. Hawa ni wasajili. Haisemi muunganishaji. Maana yake wale ni wahudumu na kisheria ndio wana register. Wanaingiza kwamba huyu na huyu kisheria. Ndio maana serikali inatoa ina issue ile certificate. Na ili wajue huyu ni mke wa huyu, huyu ni mume wa huyu. Halafu nakala inarudi kwenye mamlaka inayohusika, inaingia kwenye daftari la nchi kwamba huyu ni Mr. and Mrs. Kwa hiyo ndio maana mambo yakiharibika wanapewa ile divorce certificate. Kwamba sasa kisheria haipo tena hiyo ndoa. Hizo ni mali za serikali, zile nyaraka. Lakini anayeunganisha haijaweka kuwa serikali. Hamna. Wala sio mkuu wa wilaya. Zile zinazo maana sheria inaruhusu ambazo zinaunganishwa zile kisheria au kidini au kimila. Taratibu zipo pale, lakini wote hao si waunganishaji. Yesu anaeleza anaunganisha ni nani? Ni Mungu. Pointi ya kwanza muhimu sana. Ya pili, ya kwanza ilikuwa ukitaka kudili na marriage issues, go back to the book of Genesis. Kwa sababu pale ndipo ilikuanzia. Ili upate ufumbuzi mzuri wa hiki unataka kukijibu, lazima uende kule. Pointi ya pili ni Mungu anayeunganisha. Hao wengine wote ni wahudumu, just ministers. Lakini muunganishaji ni Mungu peke yake. Pointi ya tatu, let human being. Ameeleza hivyo. Anachounganisha Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Baba na mama ni mwanadamu.
kwa sababu kuna wakati wazazi wanajaribiwa kutenganisha. Biblia inaeleza wasifanye. Mahakama na au pale mahakamani mnakutana na Mungu pale. Anasema nataka niwatenganishe. Mahakama ni mwanadamu au si mwanadamu? Mwanadamu. Ni mwanadamu. Sababu wengine wakishapata ile divorce certificate wanatembea kifua mbele, wanasema ndoa yetu imevunjika rasmi na hii ndio certificate ya divorce. Kwa hiyo anaona yuko safi kabisa, ana taraka yake. Lakini Biblia inaeleza usisahau huyo ni mwanadamu. Ninafanya hivyo ili uweze kufahamu vizuri. Endelea kusoma. Hiyo ni pointi ya 3 muhimu kuifahamu. Aha. 7. Wakamwambia, ndio jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Anasema mbona Musa alitoa ruksa wawape talaka alafu wawaache. Sasa kitu unajua, ukishakufa unaweza kukusingizia vitu vingi sana. Uzuri Musa amekufa lakini alichoandika kipo. Sasa wenyewe anasema Musa aliamuru. Tutakuja kuangalia kama aliamuru namna gani, lakini Yesu aliirekebisha hiyo kitu. Kauli yao wanaofikiri hivi. Mbona Musa aliamuru watu wawape taraka wake zao na wawaache? Alafu Yesu akasemaje? Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Jambo la kwanza lisikize vizuri. Kwa sababu ya ugumu wa nini? Tunakuja kuuona huo ugumu gani Yesu anazungumza hapa. Kwa hivyo ground ya ile divorce certificate ambayo tutakuja kuiangalia vizuri, tuiangalie divorce hiyo inasemaje katika Biblia. Anasema ni hardness of the heart, ugumu wa moyo. Kwa hiyo hapa Yesu anasema ukiona mtu ana talaka asishabikie na kushangilia, kwa sababu ana certificate ya ugumu wa moyo wake. Watu wao wanafurahia hizo vyeti, wanasema nina cheti changu hiki hapa. Tulipo bwana mambo ya kwenda vizuri tukapeana nani. Yesu anasema ile ni cheti cha ushahidi wa ugumu wa moyo, ama mwanamume au mwanamke ama wote wawili. Kwa hiyo ile ni ushahidi kwamba mimi nina ugumu wa moyo. Hilo ni la kwanza hilo. Yesu analieleza. Tutakuja kuangalia kwa nini iko hivyo. Soma msomaji. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu. Musa hakuwaamuru. Yesu anasema aliwapa ruhusa. Tutaenda kuiona vizuri. Na ruhusa hiyo ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ilikuwaje hiyo ruhusa? Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Haijawahi kuwa hivyo. Fungu la 9. Nami nawaambia ninyi. Sasa sikiliza hapo, anaweka foundation. Sasa anasema ninawaambieni ninyi sasa. Watu wa Udom West Social. Nami nawaambieni, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati. Ikiwa hiyo mtu ataacha mke wake, iwe ni sababu ya uasherati. Kama sio uasherati, anasemaje Yesu? Akaoa mwingine azini. Huyo asiseme bwana yule alipoondoka, huyu ndio nilikuja kuoa baada ya miaka 3. Asikutambulishe hivyo. Aseme baada ya yule kuondoka na haikuwa issue ya zinaa, siku hizi huyu ndio mzinzi mwenzangu. Umesikia anavyoeleza Yesu hapo? Isipokuwa kwa uasherati, akioa mwingine afanyaje? Azini. Alafu naye amewahi yule aliyeachwa azini. Na yule aliyeachwa, na sababu sio kwa sababu ya uasherati. Asiseme nilipoachwa na mume wangu nilipata bwana mwingine. Naye anafanyaje? Azini. Waliposikia wanafunzi wa Yesu walisemaje msomaji? Wanafunzi wake wakamwambia Yesu, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, kama hiyo biashara ndivyo ilivyo, haifai kuoa. Hii biashara ilipi? Bana
Na wanaosema hivyo ni wanafunzi. Anasema mbona sasa hii biashara ilipi tena? Ninyi mnaonaje eti? Ninyi mnaonaje inalipa au? Nisiwatoe kwenye agenda yenu. Sema pasa sema anataka kututoa kwenye agenda. Lakini waliposikia walisema kama mambo ya mke na mume ndivyo yalivyo, haifai kuoa. Sasa Petro tayari alikuwa na mke na wengine walikuja kuoa. Sasa lakini tutaangalia vizuri, maana baadaye Yesu alijibu hiyo hoja. Ninachotaka kuona hapa ni kwamba watu waliooana wanaunganishwa na Mungu, na wakiunganishwa na Mungu, mwanadamu asifanye nini? Asiwatenganishe. Halafu taraka iliyokuwa inatolewa Musa aliruhusu kwa sababu ya ugumu wa moyo, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Alipomaliza akacorrect, nami nawaambia hakuna kuachana isipokuwa ground ya fornication. Kama sio hiyo adultery, kama sio hiyo, yeyote atakayeacha mke wake akaoa mke mwingine na ground sio zinaa au washerati, asiseme nimeoa, aseme ninazini. Na yule aliyeachwa asiseme nimeolewa, aseme ninazini. Baada ya kuona ukweli huo, naomba watu watatu, kama we ni mtu wana wengine ukishasikia watu wanajiuzuru kuwa watu, wanakuwa binadamu. Haya, kumbe ni wanaume tu ndio watu. Kanajua wanawake nao ni watu walioko humu, kumbe. Sasa mmoja atoke aje wa kike mmoja. Asante sana. Wewe nenda simame pale. Unaweza ukapata karatasi na kalamu. Alafu na wewe pia upate karatasi kafupi tu kadogo tu ka demonstration basi. Nasema hapa tuna lay down a foundation katika mahusiano ili tuone the mileage of marriage. Ndio tunataka kuangalia kwamba Mungu anasemaje umbali wa taasisi ya ndoa inapaswa kuendaje katika ulimwengu huu tunaoishi. Kakuonyeshea tu hivyo, asante. Basi. Sasa ili tuweze kufahamu vizuri, nenda Kumbukumbu la Torati tuone walichokuwa wanasema. Mbona Musa aliamuru? Yesu anasema Musa hajaamuru. Musa aliwapa ruhusa, na ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini haijawahi kuwa hivyo tangu mwanzo. Sasa nenda Kumbukumbu la Torati sura ile ya 24, alafu some ile aya ya kwanza mpaka aya ya 4. Tutakuwa tuenda pole pole, tunataka kudemonstrate kuelewa hiki alichokuwa anasema mbona Musa aliamuru. Alafu Yesu anasema hapana, haijawahi kuwa hivyo. Hebu soma. Imeandikwa ya kuwa mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa. Mtu akiisha kutoa mke kwa kumwoa. Wewe hapa tutafanya illustration tu. Huyu sio mke wako. Tutafanya tu illustration. Unaitwa nani? Doto. Alafu unaitwa nani? Reina. Sasa mtu akishamtoa mke, hapa tunasema tuna Doto na tuna nani? Kwa hiyo tunasema Doto akishamtoa nani? Ni illustration. Huyo amekubali illustration. Sasa wewe usipokubali illustration utakuwa na matatizo ya kufikiri. Doto na Reina watafanya angalau somo tuweze kulifahamu. Mtu Doto akimtoa Reina kuwa mke wake, alafu asipopata kibali machoni mwake, alafu baadaye Doto anasema bwana huyu sio type yangu. Au amepata nini? Soma msomaji. Kwa kuwa ameona neno ovu kwake. Yeye akaona neno ovu kwa Reina, ambalo neno hilo ovu hatujui ni neno gani. Wengine wanafikiri labda amemkuta akiwa na mambo ya zinaa na nini. Hapana, kwa sababu kwenye Old Testament zinaa haikuwa taraka kama ufumbuzi, ilikuwa ni kifo. Walipigwa mawe anakufa. Hapa kuwepo taraka kwenye zinaa, ilikuwa ni
death penalty. Sasa anaposema akiona neno ovu, maana yake ni mambo mengine, labda sijui anikaribishi vizuri, labda ajali wazazi wangu, sijui alikuja ndugu zangu wakufanya hiki na hiki. Sasa ikishakuwa hivyo ndio inazungumzwa pale. Mnanisikia vizuri? Kwa hiyo ni zinaa ndio ilikuwa inafanya hiyo, lakini kama sio hiyo, ameona tu neno ovu. Lakini hatujaambiwa ni kitu gani. Sasa akishaona neno ovu anafanyaje? Na mwandikie hati ya kumwacha. Andika sasa hati. Si una ile hati yako? Andika. Anaandikia hati. Ile hati ndio inaitwa nani? Ndio inaitwa talaka. Ndio hiyo walikuwa wanamuuliza hapa. Ameandika hati ya kufanyaje? Moja, aandike. Mbili, akamtilia mkononi mwake. Mpatie Reina mkononi. Tatu, na kumtoa katika nyumba yake. Mtoe tu Reina aende. Asante. Amefanya action ngapi? Moja. Ameandika. Mbili. Amempatia. Tatu. Amemtoa. 3 actions. Kumbuka wanasema Musa aliruhusu, Yesu anaeleza kwa sababu ameeleza. Alafu soma msomaji. Naye akisha kuondoka katika nyumba yake. Reina ameshaondoka kwenye nyumba ya Doto. Anaruhusa kwenda akawa mke wa mtu mwingine. Anaruhusa aende kuwa mke wa mtu. Unaitwa nani? Huyu anaitwa Frank. Frank akamwona Reina ana taraka anayo, si ndio? Kaandikiwa na nani? Na Doto. Sasa Franki akaona mbona mimi ananifaa tu. Wakakubaliana, mazingira yakafanyika. Reina anaruhusu kuwa mke wa Reina. Nikuombe uje huko. Tunaendelea na kielelezo hiki. Kwa hiyo Reina amepata mume mwingine anaitwa nani? Franki, na ameolewa na taraka ya nani? Maana anayo taraka, anaruhusa kuwa mke wa mtu. That's the Bible. Sikiliza vizuri hiyo kitu. Na huyo mmewe wa sasa akimchukua. Huyu wa sasa anaitwa nani huyu? Frank. Na huyo mmewe wa sasa akimchukia na yeye. Na kumwandikia hati ya kumwacha. Yeye naye aandike. Andika hapo hati ya kumwacha. Halafu na kumpa mkononi mwake. Ampe. Halafu na kumtoa katika nyumba yake. Na wewe mtoe. Anazo ngapi? Haya. Au akifa yeye mumewe wa sasa. Ama huyu Franki amekufa, wanaishi naye tu vizuri, ila kifo kikafanyaje? Kwa hiyo kuna mawili. Ama amemchukia. Akimchukia afanye nini? Andike taraka, halafu ampatie, halafu amtoe. Kama sio hivyo, basi huyu mume wake wa sasa amekata moto. Katika hayo yote mawili kwa huyu. Soma msomaji. Aliyemtoa kuwa mkewe. Huyo hapo. Fungu la 4. Yule wa kwanza aliyemwacha asimtoe kuwa mkewe tena. Wa kwanza anaitwa nani? Asimchukue tena Reina, kwa sababu ngoja kidogo, asije akasema unajua nimekaa nikafikiri nilifanya sikuwa nimewaza vizuri. Sasa mama, njoo tu tufanyeje? Tuishi. Asimchukue, yaani mume wake yule wa kwanza asimchukue awe mke wake. Soma usikie. Akiisha kutiwa unajisi. Nani alikuwa anatiwa unajisi? Asimchukue nani? Reina. Kwa sababu ipi? Amekwisha kutiwa nini? Alitiwa unajisi wapi? Kwa Frank. Sasa mimi sikilizeni kidogo. Si Biblia ilisema anaruhusa kuwa mke wa mtu? Sasa kwa nini tena hapa anamkataza Doto asimchukue? Maana Reina tayari ameshatiwa nini?
Najisi maana yake inashughulika habari ya moral defilement. Amechafuliwa tabia ya kiroho. Kwa maana nyingine ni kwamba hakuwa ameolewa, alikuwa anazini. Lakini ana taraka ya nani? Na Biblia inasema kwa kuwa ana taraka, anaruhusa kuwa mke wa mtu. Sasa hapo ndipo kuna technical issue iko hapo, naomba usikize vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio taraka ambayo serikali za dunia na za serikali ya Tanzania zinazotoa. Naomba usikize vizuri sana. Ndio maana nilikueleza hapa ni kitu gani kinatolewa. Kwa sababu ni vizuri ufahamu the marriage of marriage. Kwa sababu usipofahamu inakuwa ni changamoto kubwa sisi sote hapa. Kwa hivyo ameeleza huyu nani anaitwa nani? Reina ametiwa unajisi kwa nani? Kwa hiyo Doto hana ruhusa kufanyaje? Kumchukua tena awe mke wake. Maana yake ni kwamba kweli ilisema ana ruhusa kuolewa awe mke wa mtu mwingine, ila haikuwa ndoa, ilikuwa zinaa. Alafu hii ndio Mafarisayo walikuwa wanamuuliza, mbona Musa aliamuru wapewe taraka? Alafu Yesu anasema hapana, ilikuwa ni ugumu wa moyo. Kwa hiyo ni ugumu wa moyo wa ngoja tufuatilie tuone Doto alikuwa je na ugumu wa moyo ambao aliandika akampatia akamtoa. Ukiendelea anasema usiitie nchi wapi? Dhambini. Hiyo aya hiyo yanaikomea hapo. Sasa nini maana yake hii? Maana yake yule mama hakuwa na uhuru wa kusema niolewe na huyu hapa kwa sababu ana taraka. Hapana. Kwa sababu Doto hakumwacha kwa sababu ya zinaa. Amemwacha kwa sababu ameona neno ovu. Kwa hiyo haikuwa issue ya uasherati, ilikuwa ni issue zingine. Misunderstanding ambazo zilifanyika ambao wenyewe wanafahamu. Kwa hiyo misunderstanding hairuhusu hata kwa kupeana taraka aweze kuolewa. Kama yeye hawezi kuolewa, manake Doto naye hawezi kuoa. Sasa nini maana yake? Rudi Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 alafu usome ile aya ya 31 na 32. Usikize Yesu anavyoiweka vizuri hii kitu kwenye Deuteronomy, anaielezaje. Neno la Bwana linasema, imenenwa pia kwamba mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Ampe hati. Anaposema imenenwa maana yake ana quote Deuteronomy. It is written. Mtu akimwacha ampe taraka. Aha. Lakini mimi nawaambia. Hafu Yesu ana correct, anawaambiaje? Kila mtu amwachaye mkewe, aha, isipokuwa kwa habari ya uasherati. Ikiwa unaacha iwe ni kwa uasherati. Kama sio uasherati, sikiliza Yesu anavyosema. Amfanya kuwa mzinzi. Wamfanya yule mama kuwa mzinzi. Na mtu akimoa yule aliyeachwa azini. Frank alipomchukua asiseme nimemuoa. Anafanyaje? Anazini. Ndio maana kwenye Deuteronomy alisema amekwishatiwa unajisi. Kwa sababu hajaachwa kwa sababu ya zinaa, ameachwa kwa sababu ameona neno ovu. Sasa kuna kitu cha muhimu sana, naomba ukisikilize pale. Anasema hivi, Doto amemwacha akampa taraka. Lakini ground ya ile taraka sio zinaa. Yesu amesema amemfanya kuwa nani? Mzinzi. Mnaelewa maana yake? Maana yake ni kwamba dhambi za nani yule? Dhambi ya nani ile? Laina ya kuolewa hapa Biblia inasema ni zinaa. Nani inahesabiwa kwa Doto? Sio kama mmenielewa vizuri. Nani amemfanya yule kuwa mzinzi? Ni Doto. Amfanya kuwa mzinzi. Kwa hiyo ndio maana ukisikia watu wanasema bana, tuliachana naye, tulipeana taraka mahakamani, tukagawana mpaka nyumba na kila kitu. Kila mtu ana maisha yake. Ukimuuliza mwanamke anasema tuliachana tu vizuri, kila mtu ana maisha yake. Halafu anasema sasa
tulipoachana mimi nilipata bwana mwingine, alafu baadaye na yeye akaoa. Maana kila mtu alikuwa na taraka. Yesu anasema, usije ukasema huyu ni mke wangu. Sema huyu ni mzinzi mwenzangu. Jitambulishe hivyo kwa ndugu na jamaa. Huyu ndo tunaziniga naye kwa muda wa miaka hiyo. Asanteni sana mnaporudi kuketi. Karibuni kwa swali. Kwa sababu hiyo ni part 1, part 2 tutakuja kesho. Karibuni kwa swali. Nyosha mkono kama una swali au una swali, njoo tu hapo. The marriage of marriage. Umbali wa ndoa. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Kesho tutakuwa na sehemu ya pili. Bwana ni mwema. Wakati wote. Wakati wote. Bwana ni mwema. Mimi hapo nina swali. Kama ulivyotolea mfano hapo, yule mme wa pili akamuoa. Alafu sasa ile dhambi ya uzinzi ambao amepata kwa yule mwanamume wa pili, inahesabika kwamba yule mwanamume wa kwanza aliyomwacha ndo ameibeba ile dhambi. Ndio kamsababishia zina. Hasa kwa nini asiolewe tena na anakuwaje najisi tena? Amekuwa najisi, alikuwa nazini. Ndio Biblia inaeleza kwamba amekwisha tiwa unajisi. Tafsiri yake ni kwamba ameshachafuka. Wewe ulishamchafua. Maana yake ni kwamba baki hivyo hivyo mpaka Yesu aje au kifo. Kesho tutakuja kuangalia, kwa sababu kesho tutakuja kuingia kwenye hiyo kitu, nitakuja kueleza, Biblia itakuja kueleza. Kwa hiyo ndio hicho kinachotokea. Kuna maswali hapa tena kidogo. Haya. Wenye maswali bunjoeni tu haraka hapa. Alafu nitawapa dakika hizi hapo. Muda wangu umeisha, lakini nitawasikiliza. Joeni hapa. Kuna hii hapa. Okay. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi mchungaji, nimepata swali hapa. Tuchukulie mfano nimempenda huyu dada, nikamuoa. Lakini tumekaa kwenye ndoa, pengine tuka undergo collapse ya kiuchumi. Akaona, bwana wewe, mimi sikutaki. Mimi sijalizia kumpa talaka au kuachana kabisa, sitaki, ila yeye akang'ang'ana kwamba mimi sikutaki. Mwisho wa siku nikakubali, kwa sababu ndoa huwezi kumlazimisha mtu. Nitafanyeje? Niendelee kukaa hivyo hivyo bila kuoa au nioe? Kesho tutasikiza Biblia ikitoa majibu hayo. Wewe hujasababisha. Uchumi ndio umesababisha, sijui. Tutakuja kusikiliza Biblia inakavyosema. Kesho utasikiliza Biblia. Naam. Asante. Mimi nina swali kwa hawa wanandoa wawili ambao walikuwa wameoana na baadaye mume akamwandikia mke taraka, mwanamke akawa ameondoka, wameishi hivyo wote, hawakubahatika kuoa wala kuolewa. Je, wanaweza tena wakakaa wakaja wakakubaliana wakarudiana na maisha yakaendelea? Kesho. Jibu ni sahihi. Jibu ni sahihi. Tutakuja kuona Yesu anawaambia tena, atawaambia msirudie ujinga. Kesho. Kesho tutakuja kuona. Ni kweli wanakubaliana, wanakubalika kurudiana. Na wataambiwa na Mungu msirudie ujinga tena. Swali langu ni kwamba hapo hivi tumejifunza kwamba alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Lakini tunaona kwamba huyu Musa alikuwa ni kiongozi ambaye kiukweli alikuwa akiwaongoza hawa watu wa Mungu kwenda vizuri. Sasa kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya hawa watu akaruhusu kuwapatia taraka. Na yule ni kiongozi ambaye ni wa Mungu na anajua kabisa Mungu ameruhusu kwamba hichi kitu kisifanye nini, kisitokee. Je, kwa mfano mimi sasa tuseme hiyo talaka, huyu na mwenzi wake wamefanya nini? Wamekosana. Ukaja kwenye mchungaji kwamba yeye anakuja kufanya nini? Kutoa
talaka katika, je, hicho kitu ni sahihi? Musa hakufanya kwa sababu amefanya, ni Mungu aliyemwelekeza cha kufanya. Na kwa nini? Haikuwa kwamba wametenganishwa, ila ilikuwa thibitisha ugumu wa moyo wako. Kwa hiyo unauthibitishaje? Andika, alafu mpe, alafu fanya nini? Kwa sababu gani? Walikuwa wanakaa ndani ya ndoa, wanafanya vituko kule, lakini watu hawajui huku huyu anaumia na nini. Sasa sema, si uthibitishe kwamba moyo wangu umepata ugumu. Musa hajawatisha kwa sababu yoyote ile, ila ilikuwa amewapa thibitisheni moyo wangu ni mgumu. Yeah. Kesho utakuja kuona sehemu ya pili. Pastor, mimi na swali kwamba kama ndio ni kweli mwanaume amemkuta mwanamke akiwa anazini au akiwa anafanya uasherati, akamwandikia talaka na akamkabidhi, anaweza akatoka akaenda kuolewa tena kwa mara nyingine? Huyo pia sasa anaenda kuolewa. Huyo mwanamke aliyepewa talaka kwa sababu amekutwa akiwa anafanya uasherati. Utakuja kuangalia kwamba hapana. Kesho hiyo tutakuja kuangalia hiyo. Kwa sababu akifanya uasherati alafu baadaye apewe taraka alafu aende aolewe tena, basi manake mtu akifanya uasherati atakuwa ni process ya kwenda kuolewa tena. Na Mungu ameieleza vizuri upande huo. Leo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Naam. Mimi na swali kwenye hii dhambi ya uasherati. Ni kwamba mwanamke peke yake ndiye anafanya uasherati au mwanaume pia anafanya uasherati? Kwa maana kama mwanaume pia anafanya uasherati, kwa nini mwanaume akifanya uasherati kwa jamii zetu au mara nyingi inachukuliwa kama swala la uvumilivu? Watakwambia mwanamke vumilia tu, ndoa ndo zilivyo. Lakini akifanya mwanamke, yani chafu laana sijui nini na nini. Sasa mimi swali langu ni kwamba huo uasherati, mwanamke peke yake ndo anafanya uasherati au pia mwanaume anafanya uasherati? Na kama mwanaume anafanya uasherati ndani ya ndoa, je, ana ruhusa ya kuachwa na yeye au nimekaje? Mimi ndo swali langu. Uasherati ni kwa wote. Na wote wana ruhusa. Na wote wana nafasi ya kusamehe. Unakuta mwanamke ametulia, ila mwanaume ndiye mzinzi. Una uhakika? Mwanamke unakuta ametulia, alafu mwanaume ni mzinzi. Ndio. Na mwanamke anajua. Ndio, mwanamke akaja kufahamu. Lakini akaamua kumsamehe. Anaamua kumsamehe. Ameanza kumsamehe, si ndio? Amemsamehe, ni mtu wake. Na linaruhusiwa katika maandiko. Hata mwanaume naye akimkuta kwenye zinaa anaruhusa ya kumsamehe. Lakini si anamtia unajisi na yao. Unajisi ni kote. Kwa sababu hii ni sehemu ya kwanza, tutakuja kuona huko mbele kwamba kuna nafasi hiyo ama hapana. Lakini nafasi hiyo ipo. Hii inatoa unajisi kwa sababu amemfanya yeye kuwa hivyo. Kwa sababu yeye ndiye amechukua hatua ya kumwacha. Lakini kama yeye hajashiriki, yeye ndo akafanya, anaruhusa kumpokea bado. Ana nafasi. Ila hii tuliyoisoma hapa ni yeye ndiye ameona neno ovu. Sio kwamba mwanamke alikuwa na shida. Yeye ndiye ameona ana nini? Ana shida. Na shida aliyo nayo sio ya zinaa, ni ya mambo mengine. Kwa hiyo ndio maana mbingu zinasema wewe ndio umeharibu. Ndio maana umeharibu hivi ukafungulia mlango wa upande ule. Sasa hivi usirudi huko kwa sababu wewe ndio unahusika. Lakini sasa kama mwanamke amekuwa na shida na mwanamume hana shida, anaweza kumsamehe? Ndio. Mwanamume ana shida, mwanamke hana shida, anaweza kumsamehe? Ndio. Sawa. Una mpango wa kutosamehe? Tusimame tuweze kuomba. Asante Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru umbali wa ndoa na unavyotufundisha hapo mwanzo. Ni kweli kwamba tunahitaji tu uongozi wako, na utujalie mengine ambayo hata sisi wenyewe hatuwezi kuyapata ufumbuzi kwa kipindi hiki. Tunashukuru kwamba neno lako lipo na hekima inatoka kwako. Tubariki sisi sote, wale wanaotazamiwa kuingia kwenye ndoa,
utujalie tu kutafakari tunapaswa kuingiaje. Na tunaomba utubariki katika vipindi vinavyoendelea, kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.